Ladies and gentlemen, mabibi na mabwana, karibuni tena katika episode ya 13 recap yetu. Kama bado hujatazama sehemu ya 12, basi hakikisha unagusa hicho pop up kinachokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen mwako. Na kama bado hujagusa alama ya kusubscribe, basi fanya hivyo ili tuweze kwenda pamoja. Tulipokuwa tumekomea katika episode ya 12 ni mara baada ya kushuhudia Mwamba Gaun akiwa anaelekea kwa yule Mungu wake ambaye anaamini kwamba ndio alikuwa amempatia uwezo. Swali ni moja tu, ni kwa nini ulinibadilisha na kuwa shetani kipindi kile? Lakini huyu Mungu wake akasema kwamba kama ungeelekea jehanamu ama mbinguni, kote kunahitajika watu. Kwa hiyo hata wewe ni mtu na ulikuwa unastahili kuelekea sehemu yoyote ile. Kikubwa ni kwamba ulikuwa unaelekea sehemu tu ambayo watu wengine pia utawakuta. Mwamba anasema kwamba na wasiwasi kwamba bidada Duhi huenda ataingia katika matatizo wakati mwingine tena, lakini Mungu wake akawa amesema kwamba akasema matokeo yoyote ambayo yanaweza kutokea mbele basi ni matokeo yanayosababishwa na wewe. Kwa hiyo kama mara ya kwanza uliweza kusababisha, basi na sasa hivi ukiruhusu itokee basi itatokea pia. Hasa mtoto wa Mwamba yule Mini ambaye ni mkuu wa kampuni kwa sasa hivi alikuwa yuko katika maeneo haba ya mahabusu, na mama yake alikuja na kumwambia kwamba babake atafanya utaratibu yeye kuweza kutoka mapema tu wala asiendelee kuwa na hofu. Lakini mtoto akasema kwamba ulikuwa unanipuuza wakati wote ambapo baba alikuwa akinipiga. Kwa sidhani kama unaweza kuwa na uchungu na mimi. Lakini huyu mama anayefahamika kama Kimsara akasema kwamba nakulaumu wewe kwa sababu ulikuwa umsikilize baba yako. Kwa lazima ulikuwa unapaswa kuadhibiwa tu. Lakini ndogo akatoa maneno ya laana akimwambia mama yake kuwa hata wewe utakuja kuingia katika msururu huu wa mateso ambao nayapitia mimi. Iko siku nitunzie maneno yangu. Alipokuwa anatoka tu pale katika kituo cha polisi akapokea simu ambayo ilikuwa imemshtua sana, na mwisho wa siku akajikuta ameweza hata kuanguka na kuzimia. Lakini naye bidada Duhi akawa amepokea simu na yeye ni utata vile vile kama aliweza kuipokea yule bidada anayefahamika kama Kimsara, na hii simu ilikuwa anasema kwamba Nodo Jong ameweza kufariki katika kituo cha polisi. Mazishi yake yalifanyika haraka sana. Mwamba No Sok Min alilia sana kwa sababu aliweza kuona mtoto wake akiwa anazikwa. Lakini huyu mwanamke Kimsara alikuwa akimtazama sana mume wake wakati analia. Na alipokuwa bafuni alifungua sehemu fulani vya mkono ambayo ilikuwa inaonekana kuwa na kovu kubwa sana. Kumbe bana, katika hili kovu yeye alikuwa akijikuna kila mtoto wake alipokuwa akiadhibiwa. Kumbe alikuwa anaumia sana kile kitendo, ila alikuwa anamalizia hasira zake katika mkono wake yeye mwenyewe. Baada ya msiba, Mwamba No Sok Min akaenda kukutana na bidada Duhi na kumwambia kwamba nisamehe sana kwa sababu mwanangu aliweza kumuua mama, kitu ambacho kilikuhuzunisha sana na wewe ulikuwa unahisi kama labda huenda kuna watu wengine wameweza kufanya tukio hilo. Lakini bidada Duhi akamwambia kwamba bwana, ni kama unaifikiria sana kampuni. Lakini jamaa akasema kwamba ni lazima nifikirie kampuni kwa sababu baba na mama yangu waliweza kuanzisha kampuni ile kwa uchungu sana na waliijenga kwa nguvu zao na jasho zao. Lakini pia No Sok Min akamsihi bidada Duhi kwamba asije akasambaza taarifa hizi juu ya kifo cha mama yake kwamba kiliweza kusababishwa na huyu dogo, kwa sababu taarifa hiyo inaweza ikashusha share za kampuni. Bidada akamjibu Mwamba No Sok Min kwamba sawa tu, haina shida. Moja kwa moja bidada akawa ameelekea katika maeneo ya makaburi, huku Mwamba Gaun akiwa yuko kando yake. Bidada alilia sana kando ya kaburi la mama yake, na moja kwa moja akasema kwamba ni kama kila kitu nilihisi kimeisha, ila naona kama ndo kinaanza kuzaliwa upya. Na siku ya leo Mwamba alichimba na bidada Duhi katika yale maeneo ambayo mazoezi yanafanyika, na bidada Jingan kumbuka kwamba ndo anafanyaga sana mazoezi katika maeneo haya. Na siku ya leo bidada Jingan alikuwa akijiandaa kwa ajili ya mazoezi haya ambayo atampeleka moja kwa moja kuelekea nchini Canada kwenda kufanya mashindano ya kimataifa, na anaamini kwamba atakwenda kushinda. Lakini Mwamba alipokuwa akimtazama huyu bidada akawa anakumbuka miaka ile ya zamani na kugundua kwamba bidada Duhi aliweza kufa kwa kucheza mchezo huu. Mwamba akamwambia bidada kwamba nilipokuwa binadamu niliwaua watu wengi sana, watu waliokuwa wakinipenda na watu ambao niliwahi kuwapenda. Bidada Duhi akasema kwamba ni kwa nini ulifanya hivyo? Yeye Mwamba akasema kwamba ni kwa sababu nilimfanya mtu ambaye alinipenda sana kuwa kama sadaka. Mwamba akajilaumu kwa kusema kuwa kama nisingempenda mwanamke yule basi huenda asingekufa. Na akasema kwamba nina wasiwasi kwamba hatima ile ya kwanza inaweza kujirudia pia kwa wakati huu. Bidada akasema kuwa kama itajirudia basi tutakwenda kuikabili kwa upamoja wetu. Akawa anampatia Mwamba mkono. Mwamba alipokuwa akimtazama bidada akakumbuka mbali mno. Bidada pia alikuwa na matumaini pia zamani, na wakati huu aliahidi kwamba atahakikisha anaulinda mwisho wao usijekuwa mbaya tena. Na alipokuwa anamtazama bidada usoni ndio akakumbuka kwamba wazazi wa bidada walikuwa wamechukua mkataba wa kuweza kuishi miaka 10 ili waweze kuwa matajiri sana, na yeye ndio alikuwa ameweza kuwapatia, na siku ya mwisho akaja kuchukua uhai wao. Lakini aliweza kumuona yule mwanamke ambaye ni mama yake na bidada, akawa amemtabasamlia tu na kuendelea na mambo yake. Mwamba baada ya kumkumbusha bidada juu ya kumbukumbu zote za maisha yake ya nyuma, moja kwa moja bidada akawa amemkumbatia, na kisha bana akawa anakumbuka kumbukumbu fulani hivi za zamani tena. Siku ya leo ilikuwa ni sikukuu ya Christmas, na Mwamba alikuwa amejisahau kabisa. Bidada akawa amemkumbusha kwamba siku ya leo ni Christmas, kumbuka kwamba tuelekee kazini, hebu piga hata nyimbo ya Jingle Bell basi. Lakini mbele yao wakaweza kuona kwamba kulikuwa kuna ajali ambayo iliweza kutokea. Akawa anakumbuka mbali siku ambayo hata wazazi wake waliweza kupoteza maisha kwa sababu ya ajali. Mwamba alipomtazama bidada Duhi akagundua kwamba bidada alikuwa ni mwenye huzuni mno. Mwisho wa siku akamfuata Jusok kwa sababu Jusok anamjua vizuri sana bidada Duhi. Akaanza kumuuliza baadhi ya maswali. Mwamba akasema kwamba mimi ni mume halali wa bidada na natamani kumfanya awe na furaha wakati wote. Lakini Mwamba Jusok akamwambia kwamba unajua Duhi alikuwa akifurahi sana kutokea alipokuwa mdogo, lakini mara tu wazazi wake walipoweza kufariki basi furaha yake yote iliweza kuondoka. Na wakati huo wote ndugu zake walikuwa kifikiria masuala mazima ya urithi peke yake, lakini huyu mama yake ndio akaenda kumuadopt, na kuanzia hapo bidada akaanza kuishi
kuishi na mama huyu, lakini kila alipokuwa akiendelea kuishi aligundua kwamba watoto yule mama walikuwa na tamaa sana na mali. Lakini licha ya hayo yote, yule mwanamama aliendelea kumjali bidada huyu na kuanza kurudisha tabasamu lake. Lakini mwisho wa siku yule mwanamama naye akawa ameweza kutangulia mbele za haki. Bila shaka wewe ndio kwa sasa unaweza kuwa sababu ya bidada kuwa na furaha daima. Kwa kama ukichezea nafasi hiyo, basi bidada atakuja kuwa na huzuni daima. Mwamba alipoweza kurudi nyumbani akakuta bidada alikuwa amelala katika meza, na wakati huo bidada alikuwa akiota ndoto kuwa kwamba alikuwa akiweza kuwaita wazazi wake, lakini wakati huo wazazi wake hawakuweza kuitika, bali hata mama yake yule ambaye alikuwa ameweza kumlea naye hakuweza kuitika. Na Mwamba Guhan akawa ameingilia ndoto ya bidada na kisha akawa amemkumbatia bidada katika hali yake ya upweke. Bidada akawa anasema kwamba mimi ndio sababu ya wazazi wangu kufariki, lakini Mwamba akamwambia hapana, wewe sio sababu hata kidogo. Na bidada akauliza, ni kwa nini kila ninayempenda huwa anaondoka katika maisha yangu? Mwamba akamwambia, sio kila unayempenda anaweza kuondoka katika maisha yako, bali mimi naweza nikabakia pia. Mwamba akamchukua bidada akampeleka katika jengo fulani ambalo linaonyesha kwamba wazazi wake walikuwa kiandaa hii siku ya Christmas na kuenda kupamba katika lile eneo akishirikiana na huyu mama aliyeweza kumlea pia. Dada hakujali kwamba ni ndoto, lakini aliendelea kufurahia tu tabasamu nzuri sana na familia yake. Siku ya leo bidada yule anayefahamika kama Kimsara akiwa huku nyumbani kwake alikuwa anawaza mbali sana na kufikiria namna gani mtoto wake ameweza kupoteza maisha kisa mateso ya hii familia. Akataka kujitoa uhai wake, lakini kabla akafungua draw moja vinakuta kile kitabu cha miujiza. Lakini kabla hajakifungua kitabu hiki, Nosok Mini akawa amekuja nyuma yake na kumshtua sana bidada. Lakini bidada akajifanya kuwa alikuwa tafuti kitu chochote. Baadaye nyakati za usiku bidada Dui alikuwa amealikwa hapa katika nyumba ya Mwamba Nosok Mini na kusema kwamba nataka ninunue share zako zote ambazo zipo katika kampuni. Kifupi ni kwamba unakuwa unaondolewa katika kampuni kwa kununuliwa share zako zote zilizopo ndani ya kampuni hiyo. Na baada bidada kuyasikia hayo yote akaona kwamba huyu jamaa anazungumza masuala gani ya kijinga namna hiyo, akaondoka katika eneo lile. Na wakati wote wameondoka, alibakia bidada mmoja anayefahamika kama Nosu ambaye anamkubali sana huyu Mwamba Nosok Mini. Akamwambia kwamba kama hawa ndugu zako wataendelea kunifanyia mambo ya kiwaki namna hii, basi nawahakikishia kwamba na wenyewe nitawaondoa katika ulimwengu. Lakini wakati huo anazungumza haya maneno, mke wake alikuwa akiasikia yote. Jambo la kuchekesha ni kwamba siku ya kesho yake walikuja maafisa wa polisi na kuingia katika ofisi ya Mwamba Jusok na wakawa wanasema kwamba kuna vitu fulani ambavyo vinatafutwa, inaonekana kwamba huyu jamaa ni mhalifu. Mwamba alipogundua hayo, moja kwa moja akaelekea katika ofisi ya Mwamba Nosok Mini na kumwambia kwamba hivyo kitu gani unachokitafuta kwangu wewe? Mwamba kwa majigambo akasema kwamba nimefikiria kupunguza baadhi ya wafanyakazi katika kampuni yangu, na wale ambao wamegoma kuniuzia share zao basi ni vyema tu niwafanyie matukio mabaya. Lakini kiufupi ni kwamba mimi sihitaji sana watu ambao wanajihusisha na mambo mengi nje ya kufanya kazi tu. Hapo bila kupoteza muda akawapigia bodi ya madirector na kumwambia kwamba kuanzia sasa hivi Jusok anatolewa katika nafasi yake aliyokuwa nayo kabla, atakuwa mfanyakazi wa kawaida kabisa. Na baada ya bidada kuyasikia hayo yote alikasirika sana, akaingia moja kwa moja katika ofisi ya Mwamba Nosok Mini na kumwambia kwamba ni kwa nini umefanya ujinga huo? Lakini Mwamba kwa majigambo akasema kwamba mama aliyekuwa anakusababisha wewe ukae katika nafasi yako ameshakwisha kufa. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi wewe ni kama takataka fulani kwangu. Wakati huo bidada anasikia haya maneno akawa anakumbuka kuna message moja imewahi kutumwa. Aliweza kuishuhudia yeye na Mwamba Gamu kwamba kuna mtu alikuwa anasema yuko tayari kufanya chochote kile ili mradi tu aweze kukalia madaraka. Na bidada katika kuunganisha doti na maneno ya huyu Mwamba akaanza kufikiria kwamba huenda mama yake alikuwa ameuliwa na huyu na sio mtoto wake huyu jamaa. Bidada Rui akafunguka akimchana Mwamba makavu kabisa, akamwambia kwamba unawezaje kumuua mama yako mzazi? Wewe ndio ulikuwa umemuua mama yako mzazi kumbe. Mwamba Nosok Mini akisema kwamba yule mama alikuwa ni shetani na ndiye aliweza kunitengeneza mimi kuwa namna hivi ambavyo nilivyo. Kwa siogopi kabisa wala sijasita kuweza kumwangamiza. Lakini Mwamba Guhan akaelekea moja kwa moja kwa yule bidada anayefahamika kama Kimsara, mke wa Nosok Mini, akamwambia kwamba je, umewahi kukiona kitabu chochote hivi cha kijani? Lakini bidada akasema kwamba hapana, sijawahi kukiona kitabu hicho. Mwamba akamwambia kwamba kama ukija kukiona basi naomba uwasiliane na mimi, na huenda ikawa ni kitu pekee ambacho kitakuja kusaidia wewe kutoka katika shimo hili ambalo unalipitia kwa wakati huu. Upande wa Mwamba Nosok Mini akazidi kumwaminisha bidada, akamwambia kwamba hivi unajua hata huyu mama aliyekuwa anakulea alikuwa ni mbaya sana kwa wazazi wako walikuwa wameweza kupoteza maisha. Mimi kuna siku nimewahi kumkuta mama anaongea nao katika namna ambayo sio nzuri na niliweza kuweka kile kodi sauti. Na akamwambia wazi kwamba alikuwa amesababisha ajali ya wazazi wako iweze kutokea. Hakuwa mwingine bali ni huyu mama aliyeweza kukulea wewe, ndiye alikuwa akiwafukuza na gari. Mwisho wa siku wale watu wakawa wamepoteza mwelekeo na kupata ajali ile. Na akahitimisha kwa kusema kwamba baada tu ya wazazi wako kuweza kufariki basi kampuni ikawa kubwa sana na mwisho wa siku ikawa ya kwanza ndani ya nchi ya Korea. Mwisho kabisa akasema kwamba wazazi wako ndio ilikuwa kafara ya kusababisha kampuni hii iweze kuwa kubwa mpaka kufikia hii leo. Lakini bidada Doi akasema kwamba haamini kabisa hayo maneno anayoambiwa. Mwamba akakasirika na kusema kwamba niamini ninachokwambia. Akaanza kumkaba mpaka bidada kwa kumsisitizia kwamba anachokisema ni cha kweli kabisa. Bidada alijikuta anakimbia sana kwa sababu jamani kama kichaa fulani hivi. Lakini huku upande wa pili bidada Kim Chan akawa anamfuata Mwamba Guhan na kuanza kumwambia kwamba ni kweli kabisa namjua muuaji wa familia yangu nzima. Aliyekuwa amemuua mtoto wangu ni huyu Mwamba Nosok Mini, lakini pia ndiye aliweza kuhusika kumuua mama yake mzazi. Aliyekuwa anajaribu kutaka kumuua bidada Doi ndio yeye mwenyewe, hakuwa mtu mwingine. Haraka sana Mwamba Guhan akaelekea kwa huko katika ofisi ya Mwamba Nosok Mini na huko alimkuta anamkaba sana bidada anataka kumwangamiza. Kisha akawa amemsukuma na kumnyanyua juu kabisa. Walinzi wakawa wamesikia purukushani ndani ya ofisi
kumshambulia Mwamba. Walinzi wanaingia wanagundua kwamba huku ndani hakuna mtu yoyote. Kumbe Mwamba alikuwa ametelepoti na hawa wote watatu, na kisha akampeleka Mwamba juu kabisa ya ghorofa na kumkaba sana. Lakini kumbe Mwamba no Sukumini alikuwa anajua wazi kwamba kama huyu demon atakuja kumuua binadamu basi atabadilika na kuwa majivu. Akawa anasema kwamba basi niue kwa sababu na wewe utaenda kubadilika na utakuwa majivu bwana. Yaani inakuaje? Mwamba no Sukumini tayari ameshazisoma siri za hawa mademoni zote katika kile kitabu. Kwa anaelewa udhaifu wa jamaa uko vipi na anajua namna gani ya kuweza kucheza na jamaa. Mwisho wao utakuwa vipi? Tukutane katika episodi ya 14. Hii ni PVP Media Max. Mimi naitwa DJ Paul. Karibuni sana. Hakikisha tu kwamba umegusa alama ya kusubscribe.